رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika chapter ya kwanza ama sura ya kwanza. Leo tuikhatimisha kuhusu tabligh. Tusema katika fasli ya kwanza tutazungumzia taarifi ya tablighi, tofauti ya tablighi na da'wa na amri bil ma'ruf, hukumu ya tablighi, fadhila za tablighi, nafasi ya tablighi katika Uislamu, na mwisho ni malengo ya tablighi katika Uislamu. Kisha tuende katika fasli ya pili, Mungu akitujalia uhai na uzima, kesho tuanze muballigh. Ni nani muballigh? Wadhifa wake ni nini? Majukumu yake ni yapi? Sifa zake ni zipi? Ma hiya ahdafu at-tabligh fi al-Islam? Ni yapi malengo ya tabligh? Leo mwanadamu kwa mujibu wa kuwa ni kiumbe mwenye akili hafanyi jambo lolote isipokuwa ana lengo. Na leo watuambia watu wote wanaoshughulika na taaluma za mageuzi na mabadiliko, ni lazima unapotaka kufanya kitu chochote kwanza uhadid malengo yako ni nini. Mtu anayeanda kutembea akawa hajui malengo yake, bali yeye ni wa kutarajia matokeo, mara nyingi huyu ni mtu hana ramani wala hana rada inaomuongoza kwamba yeye enda wapi. Sasa kazi ya tablighi tulivyoiona katika hadithi vile ilivyo na uzito, malengo yake ni nini? Ndilo hili swali naloliuliza mimi, ma hiya ahdafu tablighi fil Islam? Ni yapi malengo ya tablighi katika Uislamu? Kuweza kulijibu hili itabidi kwanza tuulize swali lingine. Kwani tablighi katika Uislamu wabalighisha nini wewe? Si tumenena katika tablighi kuna kinachobalighishwa, kuna
kinachofikishwa. Ni nini kinachofikishwa? Kabla ya kujua malengo kwa ya kufanya tabligh, malengo ya kile tunachompelekea mtu. Wewe unapotukua kitabu cha elimu au cha maarifa ukampelekea mtu, tukikuuliza malengo yako ni nini kumpelekea huyu kitabu hiki, ni lazima tuangalie malengo ya kitabu kile kilipotungwa, kilitungiwa malengo gani? Sababu umempekea kisome, na katika kukisoma kwake kitamfikisha kwenye malengo ya mtungaji alotunga, amelenga wapi? Sasa Qur'ani yatuambia tabligh, kinachofikishwa kwenye tabligh Mwenyezi Mungu amekiita risala. Alladhina yuballighuna risalati llah, wale wanaofikisha risala za Mwenyezi Mungu, yani ujumbe. Sasa tujiulize, huu ujumbe wa Mungu aliuleta hapa duniani, malengo yake ni nini? Huu ujumbe ambao Mwenyezi Mungu atutaka sisi tuufikishe kwa watu, tufanye tablighi kuufikisha, wao wenyewe ujumbe una malengo gani? Hapa utaona kwa ufupi. Ukitaka kujua malengo ya tablighi, ni yale malengo ya kutumilizwa mitume. Sababu mitume wametumilizwa kuufikisha hunu ujumbe. Ni yale malengo ya Qur'an. Qur'ani imekuja kufanya kazi gani katika jamii zetu? Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Kwa hivyo kitabu cha Qur'ani kimekuja sisi kutupa hidayah. Mtume amekuja kwetu sisi kututoa katika ziza, kutupeka katika nini? Mwangaza. Sasa lazima tuyatafute malengo hapa. Ndiyo mubaligh anapofanya kazi ya tabligh ajue amefikia kiwango gani malengo yake. Malengo yote yamlenga binadamu, hayalengi mambo mengine. Mengine yote yabaki ni nyasila. Haini ni hisabu ya tablighi ni majumba kiasi gani tumejenga kwa miaka hii. Haiwi kwa hisabu ya tablighi ni kuta za misikiti ngapi tumejenga katika mwaka huu. Haiwi katika malengo ya tablighi ni kuta za madrasa ngapi tumejenga mwaka huu. Ikiwa kuta zile za madrasa na za majumba na za misikiti hazijamlenga mwanadamu, ikiwa kwa mwaka ule kulojengwa misikiti 50, lakini katika mwaka ule hakukuingizwa mtu hata mmoja katika ule msikiti, haijawa, hakujapatikana lengo la tablighi. Ni kumjenga mwanadamu. Sisemi kwamba kumjenga mwanadamu huwa bila ya kuwa na hizi zombo. Nifahamike vizuri sana. Hatuwezi takuja kwenye muassasatu tabligh, zile foundation, taasisi za tabligh. Hatuwezi kumjenga mwanadamu tukiwa hatuna misikiti, hatuna marakiz, hatuna center, hatuna zituo za elimu, hatuna library, hatuna mpaka mwisho. Lakini misikiti, library, vituo vya elimu vyote ni wasila wa kumjenga mwanadamu. Sizo zozo ndiyo lengo. Zikibadilika zozo zikiwa lengo, hatujafanya kazi. Sasa nitawahesabia tu katika Qur'ani malengo 4 5 leo. Sitaki kurefusha wakati sana kwa sababu haya ndio nayaona ya kusanya. Hata kama kuna mengine sikuyataja yataingia moja katika anawini hizi 5. Muyaangalie yote malengo ya tabligh katika Qur'ani, hakuna hata mahala pamoja pamelengwa kwenye jengo ama nini, pamlenga mwanadamu moja kwa moja. Lengo la kwanza ni ibadatullah wajtinabu taghut.
Na hili ni falsafa ya Kiislamu muhimu sana leo mtaka muifahamu. Ni kujenga mwanadamu anayemwabudu Mwenyezi Mungu na anayekataa utaghuti. Kwa ibara nyingine ni kumjenga mwanadamu anayemkubali Mungu na anayekataa mataghuti wote wasokuwa Mungu. Sio anayekubali peke yake, haitoshi kwenye Uislamu. Anaikubali na kukataa. Kwenye Uislamu hautimu Uislamu kwa ithbat. Lazima Uislamu uwe na ithbatun wa salbun. La ilaha illa Allah. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Gani ya aya kwambiaje? Lazima kwanza umkatae taghut na umwamini Mwenyezi Mungu. Sio umwamini Mwenyezi Mungu uwanyamalie mataghut, hayatimu imani. Sio uikubali haki lakini uiwate batil yaendelea, hata kama wewe humo lakini umeinyamalia, hujatangaza msimamo wako kuhusu batil ni nini. Uislamu haukubali mambo haya. Ndio utakuta lengo la kwanza la tabligh ni hizi zitu ziwili: wapeke watu kwa Mungu, ani'budullah, na ibada hapa kwa maana mapana. Kwanza kumkubali Mungu, kumuwahidisha Mungu, kumwabudu Mungu, zote zinaingia hapa. Kisha ijtinabu at-taghut. Na taghut ni kila anayetiiwa, ni kila anayesikilizwa ambaye hana miongozo ya Mungu. Kuanzia hawa ya nafsi ni taghut. Viongozi wa batili nde wanaotupeka katika miongozo ambao si ya Mungu ni matawaghit. Kanuni zinazohukumu jamii ambazo ziko kinyume na mapendeleo ya Mungu ni taghut. Zote hizi zaingia katika unwani ya taghut. Sasa msikize Mwenyezi Mungu katika suratun Nahl atueleza mitumi malengo yao ya kuletwa kufanya tabligh ilikuwa nini. La kwanza ndio hili nimeliita ibadatullah wajtinabu taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, hakika tumemtumiliza katika kila umma mtumi, kila taifa tumewapekea mitumi. Kazi yao ilikuwa ni nini? Shabaha zao ni nini? Malengo yao ni nini? Ani'budullah. Mitumi wote walikuwa wakilingania kwa ujumbe huu, ani'budullaha wajtanibu taghut. Muabuduni Mwenyezi Mungu, wateni matawaghit, wawateni masanamu, wawateni kina Firauni, wawateni kina Qaruna, wawateni kina Hamana, wawateni kina Abu Jahal, wawateni kina Abu Lahab, wawateni mpaka mwisho. Sababu khati ni mbili, ni haki na nini na batil. Wajtanibu taghut. Kisha Mwenyezi Mungu asema kawaida ya dunia, wako walokubali kupokea ujumbe huu na wako walofanya nini, walokataa. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dhalala. Na mkiwa mtaka kuyahakikisha mambo haya kwamba ustarajie siku zote watu wote watakukubali kwenye lako, soma tarikhi, rudia historia. Mwenyezi Mungu akwambia fasiru fil ardi fandhuru kaifa kana aqibatul mukadhibin. Tembea katika ardhi utaona kulikuwa waliokubali na waliokataa, lakini angalia mwisho, natija ya mwisho ilikuwa ya nani? Ukweli ndio ulibaki katika ardhi ama ni batil? Bila shaka ukweli ndio ulibaki wakumbukwa, wakweli ndio wamebaki wakumbukwa, na wale waovu wamebaki wamemizwa na ardhi na laana za binadamu za wafuata. Hiyo ni ya kwanza, sitosimama sana kuzisherehe kwa sababu hizi napenda kuzigusia. Lengo la pili la tabligh, itmamul hujja. Itmamul hujja, kukata hoja. Sikujua, Mungu haitaki hii siku ya kiyama iweko. Sikuambiwa, sikuelewa.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithul Qudsi atakapokusimama na wanadamu kuwahasibu, yatunakilia kuna baadhi watanena, watakapokuulizwa lima lam ta'mal, kwa nini hukufanya, atanena lam a'lam, sikuyua. Haitokubaliwa. Mwenyezi Mungu atambia fahal la ta'allamta, hukuifundisha kwa nini? Kwa hivyo hoja ya kunena sikuyua hakuna kwa Mungu, lakini ili aikate hoja hii ndio alitoa lazima waetwe mitumi, waete ujumbe. Manake kama alikuwa hakuieta yeye Qur'ani, hakutuetea mafundisho, hakutuetea sisi manabii na maimamu na maulama, hakulazimisha kuwe na mashekhe na nini, kesho tungelikuwa sisi tunao hoja ya kumwambia Mwenyezi Mungu sisi hatukujua na kutuletea ujumbe. Lakini hizi ni zote zakatu. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi kama Waislamu, kwanza lengo letu tunapofikisha tabligh ni kumuongoza mtu. Lengo la pili, hata kama hatakubali kutusikiza, twamfikishia ujumbe kwa itmamul hujja, kwamba la, usiende kesho ukasema la, mashekhe hawakutufundisha. Usiende kesho ukasema la, Waislamu waliketi kwenye mii yao hawakuuweta Uislamu kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatutaadhibu mpaka tupeke mitume. Kwa maana wale ambao hawakufikiwa na utume wakaondoka duniani bila ya kufikiwa na utume, bila ya kufikiwa na haki, wasijue, hao Mwenyezi Mungu asema hawaadhibu, si kosa lao. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Katika aya hiyo ni suratul Isra. Katika Taha 134 Mwenyezi Mungu atuambia, walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablih laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Mwenyezi Mungu asema lau tuliwaangamiza wao kabla hatujapeka ujumbe, tulitukua hatua, wangejitetea wakanena, Mola wetu, si ungetuletea hono ujumbe mwanzo tukajua, kisha tukakukhalifu ukatuadhibu? Sikiliza, Mungu anasema lau sikufanya hivi, yani sikuleta ujumbe, mungekuwa na hoja ya kunijibu siku ya Kiyama, kwamba si ungetuletea mitume mwanzo ukatubainia tukakukhalifu ndio ukatuadhibu. Mbona watuadhibu kabla ya kutuletea hoja? Ndio asema Mwenyezi Mungu tumeufunga mlango huo. Sasa kazi ya tablighi moya ni kufikisha ujumbe katika kila pembe ya ardhi, ili usiwe kesho na hoja kwamba mimi sikujua, mimi sikuelewa. Katika ziko aya nyingi hizi nimezipunguza, ukitaka nenda suratul Maida aya 100 na aya 19 utaipata pia yazungumza itmamul hujja. Nenda katika suratul Nisa 165 Mwenyezi Mungu anena li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili watu wasiwe na hoja baada ya mitumi. Lengo la tatu la tabligh katika Qur'an ni ihya'un nufusi wal uqul, ni kujenga nyoyo, kuzihuisha nyoyo na kujenga akili na kuhuisha akili. Na hapa ndugu zangu, napenda munisikilize, nitafafanua kidogo. Uislamu unaamini, na nimenena katika minasaba tofauti mambo hii, kwamba akili na moyo ni zitu ziwili lazima zitembee kwa pamoja. Kimoya bila ya cha pili umefeli. Kimoya bila ya cha pili umefeli. Kwa hivyo tablighi yoyote inaomlenga mtu kumjenga moyo bila ya kumjenga akili wauzamisha Uislamu,
Na tablighi yoyote inaolenga kumjenga mtu akili bila ya moyo, mausozesha Uislamu. Ukajenga hisia za takwa, za tawadhu, za nini, lakini hakuna engine kwenye akili inaozikontroli hisia zile, itakwenda dini. Na ukajenga akili peke yake na fikra, ukakataa masala ya ibada na nyiradi na nini, pia akili tasoza. Lazima tu balance akili na nini na moyo. Na ndipo hapa nasema ihya'ul uquli wal qulub. Hata wao walipokuwa wakisomesha tasawuf wana maneno hunena, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa wa man tasawwafa wa lam faqad tafassaqa. Anayeamua kuwa sufi, mtu wa akhlaq, bila ya fiqhi ya elimu, huyo amesoza. Na anayeamua kufuata elimu bila ya akhlaq na kujilea kinafsi, huyo amesoza. Wote wawili wamesoza. Sasa masala ya kwamba hakuna umuhimu wa kusoma, wewe ni kumcha Allah tu, masala ya kwamba hakuna umuhimu wa kwenda madrasa, masala ambayo hakuna umuhimu wa kwenda skuli, mwati ya Allah, hizi twapotezana. Uislamu haupekwi kwa uwinga, Uislamu wapekwa kwa mabongo. Rudi msome Imamu Ghazali, imamu mutasawwifin, imamu wa tasawuf. Kiwa kuna mtu ajidai una tasawuf leo, ana akhlaq, amrudie Imamu Ghazali. Hebu niambie, Imamu Ghazali elimu alokuwa nayo, miaka alochokea kusoma, aliketi msikitini ama alisoma? Imam Ghazali leo fil mantiqi mantiqiyun, wa fil falsafa falsafiyun, wa fil fiqhi faqihun, wa fil tafsiri mufassirun, wa fil usuli usuliyun. Leo nenda kashika kitabu cha Imam Ghazali, tataka wanazuoni 20 waketi kukielewa mambo unena nini. Al-Mustasfa, sijui kama wakijua huku watu ama hawakijui. Mustasfa mwenye asema lile kondo asali safi ameitoa, al-mustasfa min ilmi al-usul. Wata masala ya kuketi kusoma zitabu za kawaida, si matezo. Wataka watu wapige ondo, wende ibara baada ya ibara kumfahamu Imam Ghazali hunena nini kwenye ilmu al-usul. Nenda kakishika kitabu cha Imam Ghazali al-Mizan fi ilmi al-mantiq, mwangalie anavyozungumza logic, akili. Huyo mtu wa tariqa na tasawuf. Imam Ghazali ameisoma falsafa, akabobea kwenye falsafa, akashiba mpaka akatunga kitabu kuwabomu wana filosofi, kuivunda falsafa kwa falsafa, akikiita Tahafutul Falasifa. Tahafutul Falasifa, mpuzuko wa wana filosofi, yani wapuzukwa, wabobosokwa wana filosofi. Ndio maana ya tahafut. Kisha baadaye akaja Ibn Rushdi al-Andalusi, kama mjua ni Ibn Rushd, akamjibu Imam Ghazali. Kama ni Ibn Rushd alikuwa filosofa, akaona sasa ameingiliwa kwenye ngome zake, akamjibu Imam Ghazali, akatoa kitabu akikiita Tahafutu, kwamba apuzukwao yeye. Ndio maana yake hii. Kitabu cha Imam Ghazali alikiita Tahafutul Falasifa, Ibn Rushdi akatunga akisema Tahafutu at-tahafut, kwamba hiki kinachonena mafailosofu hupuzukwa, hiki kitabu ndio kinaofanya nini, kinachopuzukwa. Taban siko hapa kutaka kukejeli maulama, na hiyo inaonekana ni ile haraka ya wanazuoni. Wala walikuwa hawatukanani, ni maina tu ya mafumbo ndani kwa jibiana dalili. Kwa nini? Kwa dalili. Lakini napenda kukuonesha leo, ikiwa kuna mtu mpaka alipokuja kutunga kitabu tunachokisema leo sisi, tuko katika Ihya'un Nufusi wal Uqul. Imam Ghazali ana kitabu chake alipofika kilele akakitunga kikiita Ihya'u Ulumiddin, kuzihuisha elimu za kidini, katika kitabu chake cha mwisho, kwa sababu matatizo ya mwanadamu
ni hizi sehemu mbili, hapa penye akili na hapa penye hisia, penye moyo. Hizi ndio injini mbili zinaompeka mwanadamu. Na angalia Qur'ani yasemaje, na hapa hata Sayyidu Shahid rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake anachozungumzia mabadiliko ya kijamii, asema nadharia ya Kiislamu ya kuleta mabadiliko ya kijamii atakayojengwa kwenye aya hii, inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal wa abaina wa hamala, mpaka mwisho wa aya, wa hamalaha al-insan. Napotaka ni mwisho kabisa, innahu kana dhaluman jahula. Hizi sifa mbili ndio matatizo ya mwanadamu. Dhaluman, dhalim, yani ni kwenye moyo, akhlaqi mbovu, hasad, bughdha, chuki, zote utoka hapa. Jahula ni hapa panapokuwa empty kwenye akili, tatizo. Huu ni Qur'ani tuambia innahu kana dhaluman jahula. Sasa tutamjenga vipi mwanadamu? Mjenge hapa inaofanya kazi ndio zile zikao za kumcha Allah, kuwalelea watu katika takwa, katika nini, lakini hapa hujazwa iye kwenye akili, haziteremshi kwa kikapu, wala hakufa kuendi simambia mbali huko. Utanisamea mbali huko tai katika ule mmoja nimwambia, mbona sikuoni darasani bwana? Akanambia mimi kitoka umwambia mbali, tukafungua bluetooth akazimimina zote kwenye kito changu. Nazungumza naye anambia mimi si darasani, lakini tafungua bluetooth. La, hakuna masala ya bluetooth, hakuna masala ukakete tukanena utaita uradi, utaita nini, ati elimu itafanya nini, itaingia. La, elimu yataka kusoma. Elimu ina ndia zake za kufuata. Naam, ili nisifahamike makosa, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Unapokuwa katika barabara ya kusoma, Mwenyezi Mungu kutilia taufiki. Mwenyezi Mungu ukifanya bidii ya kupata moja akakupa mangapi? Mawili. Ukifanya bidii ya kupata mawili akakupa mangapi? Ndio ukaiona akili yafunguka. Ile ni taufiki. Ile ndiyo hiyo elimu inayomiminwa na Mungu. Lakini yamiminwa kwa yule ashishia kitabu husoma, yamiminwa kwa yule aliyoko kwa mwalimu husoma, yamiminwa kwa yule aliyoko barabarani huko kwenye kuifuata. Ihya'un nufus. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Enyi mlioamini, itikiani mwito wa Mungu na mtumi pindi wanapowafanyia da'wa, kuwapeka kwenye mambo ambayo yatawapa nyinyi uhai. Yuhyikum ndio inaoita ihya'ul uquli wan nufus. Malengo ya tabligh ni ta'lim na tarbia, kuwaelimisha watu wakauelewa Uislamu wao, Uislamu wote katika kila nyanja. Watu wakauelewa Uislamu wao katika kuabudu kwao, katika kuswali kwao, katika kufunga kwao, katika biashara zao, katika ndoa zao. Watu wakauelewa Uislamu katika siasa zao. Watu wakauelewa Uislamu katika jamii yao. Watu wakauelewa. Sisi tunadai kwamba Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Tunajua nini leo katika Uislamu kuhusu mfumo wake wa kiuchumi? Tunajua nini katika Uislamu leo kuhusu mambo ya kijamii? Hizi zote zataka tabligh, zataka watu kuelimishwa. Uislamu wazungumza nini? Kisha Uislamu wataka tarbia, tazkia kwa lugha ya Qur'an. Na tazkia ziko nidhamu, minasabat. Kama leo tuko katika mwezi wa Ramadhani, hii ni fursa ya tazkiyatun nufus. Leo utaona twaongeza ibada, tuna zikao za misikitini, tuna madarasa, tuna swala za tarawehe kwa waswalio tarawehe, tuna zikao za dua kwa wasomao dua, tuna hizbi. Zote hizi zaingia katika barnamiji ya tazkiyatun nufus,
huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Idhan malengo ya kutumilizwa mtume ni tazkia na ta'limul kitabi wal hikma. Mwisho katika malengo ya tabligh ni kuamsha hisia ya maumbile ya mwanadamu, yani ni kumtanabahisha mwanadamu kwamba yeye we mwanadamu basi. Kwambia jamaa, nyinyi ni nani? Ni wanadamu. Kazi kubwa ya mubalighi atakaifanya saa zote, mwanadamu atakakukumbushwa kwamba yeye mwanadamu, kwa sababu kwa kutojua kwetu au kwa kujua, kuna wakati huenda tukajisahau, tukatasarraf, tukawa ni kina ng'ombe, tukawa ni kina punda, tukawa ni kina kuku, tukawa ni kina simba, tukawa mpaka mwisho, na bila kujua twaitana majina yetu na ni wanadamu na tumevaa na tumetakin na nini na kila kitu, lakini kumbe sisi ni ng'ombe twatembea. Sasa pale hubidi kufungwe breki katiti, kuwe na wadhi, kuwe na kukumbushana, kufadhakir. Ndio hii maana yake. Jamaa, nyinyi wanadamu, Mwenyezi Mungu asema fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha faaqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Iamshe fitra. Fitra nini? Ni ile hisia ya maumbile ya kwamba wewe ni mwanadamu. Leo kila mmoja katika sisi, angalia tu wakati inapokutukua ghafla mara nyingine hisia ya ghadhabu. Waweza kutoka siku nyingine huko sawa, ukapita mahala mtu akakutoa timing kidogo, na hisia ya ghadhabu ikaja, ukashinda kuikontrol, ukafanya jambo kubwa sana. Baada ya dakika 10-15 ukakenda ukaketi kando, ukatulia, ukatua, kisha wewe mwenyewe ukajiuliza, mimi nimefanya nini pale? Kweli lile lilikuwa lastahiki mimi kurudisha ngumi pale? Kweli lile lilikuwa ni jambo la sisi kupigana? Kweli lile lilikuwa ni jambo la sisi kutiana zisu? Keti kwenye keram, kutezwa, imekuja ule shabiki mimi, shabiki mwewe, shabiki mimi, shabiki mwewe, na saumu ziko sijui na nini. Jamaa ule limemtoka neno, ukishtuka ngumi mboko, ule mwendani wako umepasuka, utazio kwenye machera, ndo hospitali ukaketi. Si tumpigana kwa nini? Sasa pale mimi nilipopigana, alikuwa mimi pale? Ilikuwa mwanadamu? Kwani haya kama masala punda upo kwenye ule wisha ule umemwandika mateke? Kwa hivyo pale mimi nilikuwa ni hayawani. Sura tu ilikuwa mwanadamu, nilikuwa ni hayawani mimi. Huno ni mfano mdogo tu wa ghadhab zinavyokuja zikakusaitir. Unakuja kwenye mfano shahawati zinakutukua, ukaenda ukafanya kitendo, baadaye ukaketi ukajiuliza, subhanallah, hata mambo ya dini mimi namna gani au mambo yangu kwenda kuyafanya? Ulimwengu huu, maradhi haya yaliyoko na ilikuwaje mimi kitakaingia pale? Lakini ile shahwa ilipokuja ilikupokonya ule ubinadamu. Zile ghadhabu zilipokuja zilipokonya ule wanadamu. Sasa mara nyingine hii henda mpaka ikakutawali ile hali ya kinyama. Yule Mwenyezi Mungu akasema, wale ambao kwamba wana nyoyo hawafahamu, wana masikio hawasikii, wana macho hawaoni, hao kal an'am, ni kama wanyama. Bal hum adall, bali wao ni waovu zaidi kuliko wanyama. Sasa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, katika khutba yake ya kwanza, kifungua Nahjul Balagha, khutba ya kwanza, aeleza Mungu na kutumilizwa mitumi na malengo ya kutumilizwa mitumi, na nimenukuu kipande, ni khutba ndefu. Anena, faba'atha fihim rusulahu, akawatumiliza kwa watu mitume wake, yani Mungu akatumiliza mitume wake. Wa watara ilaihim anbiyaahu, akafuatilisha manabii baada ya mitumi. Liyastaduhum mithaqa fitratihi wa yudhakiruhum mansiya ni'matihi
wayahtaju alaihim bitabligh wayuthiru lahum dafaina aluqul. Zen maneno ya Imam Ali, kila kipande cha gonga mahali. Asema alitumiliza mitumi, kwa maana tutafautisha baina rasul na nabii, kisha akafuatiliza manabii, kisha asema kazi alowapa ni nini? Istida min ada. Mimi napokukopesha deni Kiarabu, unapolipa watumia neno ada, na ndio hata ile swala ukiswali kwa wakati huitwa nini? Ada, unaregesha. Sasa istada limetokana na neno ada, ni kama nimekupa kitu sasa niregeshea mwenyewe. Liyastaduhum mithaqa fitrati, ili wende wakaitukue amana, wayamshe ile amana alotupa Mwenyezi Mungu ya fitra, mithaqa fitrati. Wayudhakiruhum, wawakumbushe, jamaa, nyinyi Mungu amewapa neema, nyinyi wanadamu, mbona mwatembea kama wanyama? Wayudhakiruhum mansiya ni'matihi wayahtaju alaihim bitabligh, na watumie hoja ya chombo cha tabligh kufanya kazi hiyo. Wayuthiru lahum dafaina aluqul, waziamshe akili zilizozikwa, akili zilizofifia, waziamshe, ziamke. Nafupisha, haya ndio malengo ya tablighi yanayofaa tuongozi. Kwanza, kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuepuka taghut. Pili, kutimiza hoja ama kukata hoja. Tatu, kuhuisha nafsi na akili. Nne, malezi na elimu. Tano, kuamsha na kukumbusha umbile la mwanadamu lisisahulike. Al-Qur'ani hizi ndo anawin ama zimezitaja, na kuweza kuwa na mengine mengi. Nitakoma hapa hizi dakika 15. Jana niliwaahidi tutalijibu lile suala liloulizwa la kuhusu hadithi ya iftiraq. Taban nimekwenda kufanya utafiti kiasi fulani, hata niko na makala nimeya download kutoka kwenye website tofauti. Takriban nimekamilisha page 63 ambazo niko nazo hapa, mbali na zitabu zilizoandikwa. Hizi nilikuwa nataka rai za maulamai wa kisasa, si bahthi toto nilivyoiona. Kwa hivyo sidhani kama naweza, sitaki kufungua darasa nyingine, nitaipita mbio leo, lakini kutabakia zitu zingi. Wale waweza kusoma nitawaomba wende wakasome. Kitu cha kwanza nataka mkielewe, hii hadithi imepokewa katika zitabu za Kishia na za Kisuni, zitabu zote. Katika zitabu za Kisuni iko hii hadithi yanena kwamba Mayahudi waligawanyika makundi 71, Wakristo wakagawanyika makundi 72, na umma wangu utagawanyika makundi 73. Iko huku na huku. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, napenda kutofautisha baina ya neno firqa na neno madhhab. Wanazuoni wetu watofautisha, wasema Waislamu baada ya kufa Mtume waligawanyika katika upande wa kiitikadi, wakagawanyika kwenye firaq. Katika upande wa kifikihi wakagawanyika kwenye madhahib. Tumefahamiana vizuri sana. Ikhtilafu za kiitikadi hautumiwi msamiati sana wa madhhab, unatumiwa msamiati wa nini? Wa firqa au milla. Huku upande wa kifikihi ndio ukapatikana madhhabi Shafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Imami, Zaidi mpaka mwisho, At-Tabari, sijui nani wako. Na katika upande wa kiitikadi ndio kukapatikana watu waitwa Mu'tazila, Murji'a, Ash'ira, Ahlul Hadith, Ashia na mpaka mwisho, Ibadhia kiitikadi. Sasa hadithi hii yatumia msamiati wa firqa, si wa madhahib. Kitu cha kwanza.
Kwa hivyo utawapata maulamai wetu wote wa Kisuni na wa Kishia wanapoandika kitabu kuhusu historia ya makundi ya kiitikadi ya Kiislamu, karibu wote uanda na hadithi hii. Enda kamsome Shahrustani katika Al-Milal wan-Nihal, enda kamsome mathalan Ibn Hazmi katika Al-Bahthu Al-Faslu baina Al-Milal wan-Nihal, enda kamsome Abdul Qadir Binani yule mwenye kitabu Al-Farqu baina Al-Firaq, na wengi sana na Sheikh Jaafar Subhani katika Buhuthun fil Milal wan-Nihal. Hiyo ni nukta ya kwanza. Sasa Mtume anapozungumza makundi 73, wote wanazuoni wetu wote hawaangalii fiqihi, hawaangalii Shafi'i na Hanbali, waangalia masala ya nini? Ya kiitikadi, waangalia makundi ya kiitikadi. Sasa suala ule aliuliza, hii hadithi imo? Hii hadithi tutaweza kuijadili katika pande nne haraka. Upande wa kwanza, upande wa mapokezi yake, imepokewa kwa ndia nyingi, lakini minal asaf ndia zake zote ni dhaifu, zote ni dhaifu. Na ndio utaona kuna kundi la maulama wanena hii hadithi haifai kutegemewa, kuna kundi la ulama wanena hii hadithi yategemewa, na hata hawa wanenao yategemewa wakiri kwamba hadithi hii ina udhaifu katika sanadi yake, lakini wanena kwa sababu imekuja kwa ndia nyingi na tufanya sisi tuweze kuiamini, japokuwa ndia zote ni za nini? Ni za matata. Mmoja katika wanaoikataa hii hadithi kisanad ni Ibn Hazm, asema haimo. Mmoja niwasomee, nimeiteremsha, na mtu atakao hii aweza kwenda kwenye mauqi yake, website ya Sheikh Yusuf Al-Qardawi, andika tu mauqi Al-Qardawi utaipata kwa urefu sana, lakini anena yeye, asema, ama nasoma kwa Kiswahili moja kwa moja kufupisha wakati, ama hadithi ya kukhtalifiana umma katika zikundi zaidi ya 70 na kwamba zote ziko motoni isipokuwa kimoya, ni hadithi yenye maneno marefu sana kukubalika. Na katika maana yake, kwanza asema linalotaka liangaliwe ni hadithi hii haiko kwenye Bukhari wala kwenye Muslim. Kwanza question mark anayoiweka Yusuf Al-Qardawi ni kwamba hadithi hii haiko kwenye Bukhari wala kwenye Muslim, pamoja na kwamba maudhui inaozungumzia hadithi hii ni muhimu sana, yatia shaka kuwa Bukhari hakuiona na Muslim hakuiona. Si hadithi ya kawaida, ni hadithi mzito sana. Kwa hivyo, pili asema hadithi hii zote riwaya zake hazikutaja kwamba makundi yataingia motoni isipokuwa moja, si zote. Kuna hadithi imenena tu Mayahudi watagawanyika makundi 71, Wanasara watagawanyika makundi 72, Waislamu umma wangu utagawanyika makundi 73. Sheikh Yusuf Al-Qardawi asema hadithi imekoma hapo. Ama hichi kipande cha kuongeza kwamba wote motoni isipokuwa moya, asema pia hichi kipande hiki kwenye hadithi nyingine za kutegemeka hakimo, kama kimepatikwa, kama kimetiwa kwa juu. Aendelea, namaliza maneno yake muhimu sana, maana yake mtu aweza kwenda mbio kesho akaja akanijibu haya masala, lakini namwekea jawabu ya Sheikh Yusuf Al-Qardawi, kwa sababu ukienda katika Sunan Tirmidhi ameipokea hii hadithi, kisha mwisho amenena wa hadha hadithun hasanun sahih. Ukienda katika Imamu Al-Hakim katika Mustadrak ameipokea hii hadithi, kisha mwisho akasema wa hadha hadithun sahihun ala sharti shaykhain. Ukienda kwa Ibn Habban ameipokea akanena wa hadha hadithun sahih. Kwa hivyo mtu anaweza kutoka mbio na zitabu kesho akaja kutaka kunijibu, lakini nawaambia akinena sahih haitoshi. Qala wal hadithu wa in qala, Sheikh Yusuf Al-Qardawi anena wa in qala fihi Tirmidhi hasanun sahih wa sahahahu Ibn Habban wal Hakim, wote wamemtegemea bwana aitwa Muhammad bin Amru bin Alqama bin Waqasi Al-Laythi. Na asema Sheikh Yusuf Al-Qardawi, nenda kwa kamusu sunna
Ibn Hajar al-Asqalani, soma kwenye Tahdhibu Tahdhibi tarjuma ya huyu Muhammad ni mtu aina gani, mrongo, hategemewi wala hatukuliwi hadithi. Tumeelewana vizuri paka hapo. Sasa Sheikh Yusuf al-Qaradawi ndo anasema maneno haya, rasu leo mufti mkubwa wa ahli sunna wal jamaa anavyoivunda hii hadithi. Mtatosheka hapo. Kwa hivyo hadithi katika upande wa mapokezi yake ina utata na ina watu ambao kwamba hawategemei katika sanadi yake. Sasa ukija katika udhaifu mwingine wa hii hadithi ni migongano ya matamshi yake. Wakati ni mfupi, lau unazisoma hadithi karibu 7-8. Kuna hadithi yasema Mayahudi watagawanyika 72, Manasara watagawanyika 71, Waislamu 73. Mayahudi 70 na ngapi? 2, Manasara 71. Kuna hadithi yasema Mayahudi 71, Manasara 72. Kuna hadithi yasema Mayahudi na Manasara 72. Sasa tushike ipi ya 72 kwa Mayahudi, 71 kwa Wanasara, au 71 kwa Mayahudi, 72 kwa Wanasara, au 72 wote wawili? Pono ni upande wa kwanza wenye tatizo leo. Pili, ni nani anayeangamia na ni nani anayeokoka? Kuna hadithi yanena 72 motoni, moya peponi. Kuna hadithi yanena 72 peponi, moya motoni. Mwanachuoni mkubwa wa Kisuni aitwa Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar al-Bashari, wenyewe wanamuita as-Sayyah. Sayyah maarufu ni kama kina Ibn Batuta wale. Ni watu walikuwa wakizunguka huyo. Amekufa mwaka wa 380 Hijria. Huyo ana kitabu anakiita Ahsanu Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim. Anasema inna haditha 72 fil janna wa wahida fil nar asahhu isnada. Hadithi inaonena makundi 72 ndio yatangia motoni, yatangia peponi, makundi 72 yataingia peponi, moja tu ndio litangia motoni, ndio yenye nguvu zaidi kimapokezi. Kimapokezi ndio yenye nini? Nguvu zaidi. Ama hadithi 72 fi nar wa wahida naja, ama makundi 72 motoni, moja ndio peponi, asema hii imejulikana zaidi ingawa haina mategemezi. Watu ndio wayuwao zaidi, lakini misingi yake ni nini? Ni dhaifu. Hii watu hawaiui sana, lakini ndio misingi yake ni nini? Ni mikubwa. Akitiliwa nguvu na Imam Azhar, Sheikh Muhammad Abdu maarufu alikuwa Imam Azhar, asema mimi mwenyewe, Sheikh Muhammad Abdu asema nimeshindwa kujua hicho kiliokoka nkipi. Anayezungumza hapa ni nani? Ikiwa 72 zitaingia motoni, kimoja ndio kitaingia peponi, asema sina ujuzi wa kukijua nani wala ni kipi. Na mtu asituambie kwamba ni kile wafuatao maswahaba. Watu wote hufuata maswahaba, hata maswahaba pia walikhtalifiana wao kwa wao. Hatujui wakati wakikhtalifiana kuokoka kutakuweko upande gani, lakini mwisho akanena na lilonifurahisha mimi. Imam Muhammad Abdu asema ilikuwa ikinitia dhiki sana hii hadithi. Lilonifurahisha mimi katika utafiti wangu, mwisho nilikuja kupata hadithi ambayo ni sahihi, yanena kumbe litakalokuangamia ni moja tu, 72 yataokoka. Kwa hivyo nikaona sina haja tena ya kuishughulisha na hadithi hii. Ukija sehemu ya 3, namaliza baada dakika 2. Wasema hadithi Mtume aliponena umma wangu utagawanyika, umma wangu, na wote wakubaliana ni Waislamu, usitie Wakristo na Wakomunisti na nini, sisi makundi 73. Sasa kukaja kizaazaa, yamefika 73. Mjadala mkubwa kwenye vitabu.
ukiyahisabu makundi ya kiitikadi ya Kiislamu hayazidi zanda za mikono, hayazidi zanda za mkono mmoja pengine au mikono miwili, sidhani kama zitafika 10. Na Mtume asema 70 na ngapi? Na 3. Na tuko karne ya 10 na ngapi? Na 14. Sasa vipi mambo haya? Kwa sababu usije kuniambie kuna mashia zaidia, kuna mashia imamia, kuna mashia ismailia. La, wakataa maulama, wasema ikhtilafu za ndani kwa ndani hazikifanyi hichi kikundi na hiki kikundi kingine. Wa ila leo ukishika kwa ahli sunna pia tuweza kuwapiga mafungu mpaka wakasikilia wangapi? 10, 20, kisha itakuwa hiyo jamaa hakuna tena pia. Manake wengi pia itakuwa hakuna tena, ukipijwa nini mafungu ndani. Lakini wao ndani wana ikhtilafu, wamekusanywa na misingi mipana, na mashia wana ikhtilafu, wamekusanywa na misingi nini mipana, na mu'tazila au qadaria wana ikhtilafu, wamekusanywa. Sasa wasema haifiki 10, na Mtume ametuambia 70 na ngapi? Ndio mmoja akasema hii 73 Mtume hakuikusudia 73, amekusudia ni nyingi tu. Ni kama wewe pale unapomwambia mtu bwana mmekuya mara 100 sikupati, haimaanishi 100 ile kwamba umekwenda mara 100. Yaweza kuwa umekwenda mara 3, mara 4 tu, lakini 100 ile wataka kumaanisha yani umekuya sana. Kwa hivyo Mtume alinena 73, yani umma utagawanyika. Sheikh Jafar Subhani amjibu huyo, asema hiyo kwenye lugha ya Kiarabu iko, lakini haitii 73, huambiwa 70, 80, 90. Huwezi kumwambia mtu mmekuya mara 102. Utamwambia ima mmekuya mara 100 au mmekuya mara 1000 au mmekuya mara milioni au mmekuya mara laki. Haivi mmekuja bwana mara 102, haitumiki kwenye lugha. Kwa hivyo Mtume kama alinena sataftariqu ummati 70 firqa, kama ile hata ukiwaghufuria 70 mara itaingia hivi, lakini 73 kama Mtume akusudia. Ni nani wenye kuokoka? Kuna riwaya imekuja kunena ni aljamaa, kama ule alouliza swali. Alipoulizwa Mtume hilo la kuokoka lipi, akanena aljamaa. Lakini riwaya ya jamaa nenda mbio iko kwenye sanadi mbili. Moja jamaa ni alama ya watu kuingia motoni, na moja jamaa ni alama ya watu kuingia peponi. Ziko riwaya zote mbili. Kuna moja aliulizwa man hum, akanena aljamaa. Kuna moja akaulizwa man hiya, akanena aljamaa. Man hum 72 ni wapi? Ni aljamaa. Na 72 ni wapi? Wa motoni. Na man hiya, hicho kikundi kimoja nkipi? Akasema ni nani? Aljamaa. Sasa jamaa mara nyingine yatumika ni wasifu wa wenye kuingia peponi, na mara nyingine yatumiwa ni wasifu wa wenye kuingia ishatupoteza. Haifai kuwa ni alama. Ndio ikaja hadithi nyingine ikanena hum ma ana alayhi wa ashabi, ni kile niliyoko mimi na masahaba zangu. Wajua maana yake hii? Hii maana yake mimi waambia hapa msikitini kuna cheki ya 1,000,000 na mmoja wenu ameshinda hii cheki. Kanambia nani? Nikamwambia nitataja alama, atajijua tu mtu. Ni kila mwenyenye kitwani. Ni kila mwenyenye kitwani. Kwa sababu kila mtu akubali uwadai wamfuata nani? Yumfuata Mtume. Sasa ikiwa wewe utaanza kugawanya mimi ndio nimfuata Mtume sio wewe, tutapotezana. Kwa hivyo nitakoma hapa, na ikiwa kuna zitu hazikuziweka wazi makosa ni mimi, wakati ni mfupi na mimi siwezi kuzifafanua kiasi hiko. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي